Mambo vipi? Fresh. Kwema. Kwema. Nimekuja mpaka mtaani kwako. Alhamdulillah, karibu. Sasa mwanangu naishi pazuri mwanangu, New King anakuwezesha. Alhamdulillah hivyo nashukuru Mungu. Au si? Mimi nakujua kwa uchache. Umepitia katika vilabu vyote vikubwa Tanzania bara. Simba, Yanga, Azam. Maisha ya pale yalikuwaje kwanza? Tukianzia katika klabu cha kwanza ambacho unaenda kucheza. Maisha yalikuwa mazuri tu. Especially kama Azam, kama si ambao tumekulia katika makuzi ya timu za vijana. Maisha mazuri. Kwa sababu Azam wana kila kitu, mazingira mazuri. Yaani anakuruhusu mchezaji kwa mchezaji bora baadaye kwenye safari. Kwa maisha yalikuwa mazuri. Wako kulikuwa kuna ugumu kwa namna gani? Yani kupita Simba Academy kwenda kupita Azam mpaka kufika Yanga. Ugumu ulikuwepo. Unajua kila sehemu huwezi kwenda tu. Lazima utafanya trial maneno, so changamoto zilikuwa labda kwenye mambo ya trial hizo. Sababu mnaenda mnajikuta mpo watu 100 na mpaka bakie na kwa mtihani kidogo lazima ujikaze. Hivyo. Tunajua kucheza kwenye timu moja Simba baadaye kwenda Yanga kidogo kunakuwa kuna taswira tofauti. Kwa Mau hili lilikuwaje, lakini pia mashabiki wake ama wazazi wake wao walilipokea vipi? Kwa wazazi wangu mimi Yanga sema kwenye swala sasa la mpira na kwa mchezaji hauna timu. Kwa timu yote unapata nafasi unaenda unacheza. Sawa. Mau, safari yako ilianzaje kutoka katika vile vilabu vitatu kule na mpaka unafika huko Zanzibar? Safari yangu ya mpira ilianzia tuseme hapo Azam nilipotoka Azam. Nikaenda Championship League daraja ya kwanza, nipata nafasi nikiwa mdogo. Kutoka hapo kanipumzika kidogo, nikaenda Simba sijakaa sana. Nikaenda Yanga ndio imenipa mwangaza ambao mpaka sasa hivi niko huko New King napumzika, najiandaa kwa ajili ya kurudi Bongo. Sasa kuna changamoto za namna gani ama kuna tofauti gani kati ya ligi kuu ya Zanzibar na Tanzania bara kule? Changamoto zipo nyingi, tofauti upo. Lakini mpira ndio ule tu. Mtu ukijionea ndio utaona hizi changamoto na utofauti upo. Lakini hata nikielezea kwa wengine wanaweza wasinielewe kwa sababu huwezi kumalizia mtu kitu ambacho akiona. Maisha ya New King baada ya kufika hapa, ulikuwa kuna ugumu wote labda tangu ulipofika New King ama katika maisha yako mapya ulikuja katika ardhi tofauti na ulipokulia? Tofauti ninakutana nao tu ni mazingira ya Zanzibar na Dar es Salaam. Upo. Dar es Salaam sometimes unakuwa muda mwingi upo free. New King upo camp umepumzika. Hivyo lakini ndio maisha ya mpira kwa sababu nimeshazoea kukaa sana ndani kupumzika camp. Kwa hajaniwea ugumu sana kupata kuzoea mazingira. Sawa. Lakini pia nakufahamu katika upande wa pili. Kwa nini wachezaji wengi huwa wanakuwa ni madansa lakini pia wanakuwa wana music? Kipaji ni kipaji. Unajua kila mtu Mungu anampa kipaji chake. Ndio mwingine akawa dansa, mwingine fundi, mwingine kinyozi. Kwa hivyo Mungu anachokubariki ndio hicho anza kubariki kwenye mpira. Unajua maisha yenyewe hana sijui nikwambia maisha haeleweki. Utakapoangukia ndio hapo maisha yanaenda. Lakini ukilenga sehemu moja inaweza sifanye kazi, ndio maana kuna kwa na plan B. Ukiachana na mpira kama mimi ninavyokufahamu, kuna kingine ambacho labda unakifanya? Kingine kipo. Sijajikia usiri sana lakini nafanya. Kipi? Nafanya muziki. Kitu ambacho nafanya. Muziki wa namna gani? Bongo Flava, even Sengeli naweza nikafanya pia. Wapi ambapo Mau ana enjoy zaidi akiwa mchezaji ama akiwa katika music? Mimi pote na enjoy bro. Pote na enjoy sana. Na enjoy kwa sababu nikiwa uwanjani na enjoy, nikitoka nje na enjoy kusikiliza muziki na enjoy kuimba muziki. Yaani kote na enjoy. Ukiwa camp sasa baada ya mchezo kazani kwenye mechi, nikiwa camp natulia naandika mistari yangu taratibu na dondoka. Marafiki zako nao wanakusupport kwa namna gani? Sana, wanangu wananisupport. Shout sana kwa wanangu wananisupport. Wanangu wote ni safi sana. Nipe hata mistari mingi mitatu. Unataka Bongo Flava, unataka
alipokuwa mwanangu na niliwe hizo kumbe mwanangu sana na baba tangu kitambo na muda sio mrefu mnaweza mkaona kitu mimi naye. Kwa tupo hivyo tunaongea vitu vingi sana, tunashauriana hata mambo ya swala ngoma nini. Ni mwenyewe anaelewa kitu gani mimi naongea. Katika makuzi yenu na Stizo, mshawahi labda kucheza katika timu moja labda, ama mshakutana sehemu gani hasa? Tunakutana mara nyingi tukiwa mtaani, tunakutana timu zetu za mtaani hizi, tuna combine zetu za mtaani tunakutana. Mara nyingi hivyo. Lakini kwa nafasi ya kusema labda tumecheza timu moja au uongo, sijacheza naye timu moja. Ila mara nyingi mtaani tunakutana, tunakibonda washikaji ile. Tunakibonda hivyo. Sawa. Wewe ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana. Kuna yule ambaye umekutana naye akasema pale leo kazini kwangu kuna kazi. Yaani kwa huko Zanzibar kwenye timu yako saa New King anasema mwanangu pale mimi mwenyewe pale kuna kazi kweli. Mimi na appreciate wachezaji wote kwa sababu niko uwanjani na kwa simdharau mtu. Yoyote atakayekuja mbele yangu lazima nimheshimu. Hivyo kwa kusemea mtu ambaye nimekutana naye bora zaidi, kila mtu ana bora yake. Kwa sasa sijajua bora upi. Kwa position ambayo unacheza Maulid, katika position ambayo unacheza yupi ambaye unamtazama zaidi unasema mimi natamani kwa kama yule, ama mimi ninavyocheza ni kama yule? Kwa Bongo au kwa Zanzibar? Pote tuanzie kwanza hapa nyumbani. Hapa nafurahia kwanza kumwona Tariki mchezaji ambaye ananivutia sana. Very hard worker na good talent, so kwa JKU napenda sana anavyocheza, anajituma na ni mshikaji wangu. Sihitaji kwa sababu labda mshikaji wangu, kwa sababu anafanya kazi nzuri, hata watu wengine wanaona hivyo. Ana goli 15 sasa hivi, so simtaji kwa sababu labda mwanangu, ila kazi yake inaonekana. Tukifika kule NBC NBC bro kwa moto ila wapo ambao best. Sasa nichomolee mmoja katika kwenye ile top 4, nichomolee mmoja bwana. Wa kwanza katika mawinga best ambao unapenda kuangalia Kipaguye, Idi Kipaguye. Best sana, nikiwa namwangalia na enjoy. Okelo Starboy safi sana best. Okelo sijaanza kumuona akifanya balaa leo. Tangia Uganda. Okelo safi sana. Mwingine Pacome na ya Ukwasi. Tunafunga hapo. Kwa mwisho Chama. Chama best. Kwa nini Chama best? Sinaonekana kazi yake. Unajua si wachezaji, hamna mtu anapenda kitu kibaya. Na tunajifunza kutokana na vitu vizuri ambavyo wanafanya. Hao wote ninawataja best. Kwa sababu Chama kazi yake inaonekana, Pacome, Starboy, Kipaguye na wengine. Hivyo. Kwa hiyo ni top 4, lakini ni wapo wengi zaidi ya hapo. Sema uwezo ukamaliza. Sawa. Kwenye timu yako naona kuna ups and down. Kuna muda mnakuwa mko active, kuna muda mnapotea kwenye ramani. Hii kwa Maulid inaweza kumshusha morali kwa namna gani kama mchezaji? Kwa mimi hawezi kanishusha kwa sababu focus yangu sio kucheza ligi tu Zanzibar. Katika maisha ups and down ipo, kwa hiyo focus yangu kubwa mimi kuja kucheza NBC na ndio moja kati ya ndoto zangu na naamini nitatimiza. Kwa hiyo focus yangu kubwa ipo kule. Kwa huko na fight tu niweze kurudi nikafanya kazi. Na umesema unataka urudi NBC. Kuna timu yoyote ambayo wanasema mwanangu pale Faridi nakwenda kukimwaga pale mwanangu? Mimi timu yote bro nacheza. Mimi najiamini. Timu yote itakaoniamini mimi naweza kufanya kazi. Kuna ile ambayo unasema mimi Mao leo kesho. Timu yote mimi nacheza. Niko pale. Yoyote nacheza kwa sababu pila ni kuamini watu. Ukipewa nafasi kocha akikuamini na wewe ukijikaza kidogo basi unatoka unaenda na safari. Kwa sababu hata hapo mwanzo pia tuko kwa Yanga tuko vijana wengi, tuko zaidi ya 30 na lakini hivi nilikuwa napata opportunity ya kwenda kufanya mazoezi na timu kubwa. Na pia nilikuwa naonyesha uwezo ambao Mungu amenijaza. Kwa hiyo
mimi naamini kokote nitakapokuwepo nacheza na twanga fresh. Sawa. Umesema popote unapatwanga fresh kabisa. Mwisho wa msimu huu vipi? Hazijaita bado? Zipo ambazo zimeita. Sema alhamdulillah, tusubirie tuone. Kutoka huko kubaya Bongo tunaita championship, zipo ambazo zimeita. Sema itakalokuja tutalipokea. Kwa ni swala la kumsubiria tu Mungu mwenyewe anapopanga wapi. Hiyo. Nje na muziki, nje na mpira, Maulid ni mtu namna gani? Mimi sina noma kabisa. Mimi kwanza mwana mshikaji. Utakavyokuwa kwangu mimi na mimi ndo nitakavyokuwa kwa kwako. Kwa mkakisi baridi mimi nitakuwa mkakisi, lakini sina noma, mimi mshikaji tu. Ambaye najua maisha yanahitaji nini, natakiwa kuishi na mtu vipi. Ni mtu unapenda sana mtu wa klabu au ni mtu wa namna gani, mtu wa kupoa? Hapa klabu tu sikumbuki mara mwisho nimeenda katika maisha yangu. Nenda mara moja tu, tena hapo tulichukua ubingwa, nakumbuka ilikuwa viwanja vidogo hivi, Street of Vibes, bosi wetu Sniper Montana, so alitualika tu kwenye meza, kwa hivyo tukaenda vibes and then tukaondoka. Hiyo ndio siku ambayo nahisi ndio nilienda club, lakini siku nyingine zote mara nyingi napenda kutulia nyumbani na kupumzika. Mara nyingi napumzika sana, nalala sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia sana status zako za WhatsApp. Kuna picha ambayo niliiona ulikuwa umevaa medali ukiwa na jezi ya Yanga. Unaweza ukanikumbusha ile ilikuwa ni wapi? Ile ilikuwa Taifa, ilikuwa Safari Cup. Nicheza mechi ya Safari Cup pale Taifa na tulishinda goli kama 4. Tukapata zile medali. Mpaka leo iko kabatini. Ipo na bado na inshallah zitakuwa nyingi. Sawa, mimi natamani kwanza unipe mistari ya Bongo Flava, lakini pia unidondoke kwenye singeli kwenye hizo. Okay, sasa utaniambia nianze wapi? Tuanzie kwanza huko Bongo. Bongo ya kwangu au ya wapi? Tuanze na kwako kwanza. Okay. Unavyofanya kama haujui, atikurudi mpaka asubuhi, siwezi kufungia kufuri, baby, dunia semeka sifuli, izunguke, ila ujue, miwara sizimi, unanyong'onyea mimi, nawe uoni yosiki, umerijua jiji, taka uonekane kwa TV, kama wakina Gigi, nisitaweza ligi kweli bado, maana kupenda mi bado, ni wazi tuweze kurudi mwanzo, mawazo, kichwa kimejawa mawazo, ni kweli na kumisi mi bado, unanionea. Asa hapo mimi nakuja sababu natia verse hapo. Nakuja na kuchanga verse hapo. Sio poa. Sasa mwanangu mbaya. Kawaida. Mwanangu mbaya. Kawaida. Tunawekeza. Inabusubiwa sioni. Noma sana. Sawa. Una mipango labda kuja kufanya music siku moja na msanii mkubwa? Mipango ipo, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda kutoka moyoni, so lazima kuwe na mipango. Mpira upo, mpira unaenda, utafika muda wake utaisha. Muziki hauna mwisho, na mimi unaweza hata ukawa mzee ukakaa na kitu kaimba. Twende sasa kwa mwanangu upande wa pili huko. Hizo kwa mwanangu hizo sasa. Tuondoke huko. Chapa kwanza ngoma lake. Ngoma lake? Mbona alikubali? Kama aliondoka na ngoma yake mengi sana alikubali. Mengi sana. Nipe moja. Sija nani ukalia? Hii nini anasema? Mimi nimeshasahau. Unamangusha mwanangu. Hamna, simangusha, magoma yake mengi. Sema mengi sijakalili sana, lakini magoma yake mengi. Safi, hata kwenye simu nayo magoma yake mengi. Mengine bado hajaachia, lakini makali. Nahisi mwanzo wake mzuri sana kufanya ngoma kali. Tundoke na yako sasa mwanangu. Okay.
Unavyonichamba mimi mwenzako sifurahi, nafanya kwanza moyo wangu naumia. Ama nikatafute dako wa Masai, maana unatangaza mimi na kivamia. Show zangu riziki hazikufai, bila mkongo yani bado jaria. Nilikupaga kidogo wewe enjoy, ombe mwenzangu napenda kukamiwa. Kwanza siwezi kuyariria mapenzi, mi moyo wangu unajua, yalinichoma kambaru za kishenzi, mi moyo wangu unajua, onanana. Umo zanakuja hizo Mauna hatari sana. Msanii gani ambaye wa muziki unamkubali sana? Kwa sababu ushantajia kwa watu na malmodo wako kwenye football. Tuje sasa kwenye muziki. Na kwenye muziki watu ambao nawakubali wengi. Mtu wawili, mmoja tumtoke kwenye Bongo Flava, mmoja nitolee kwenye Singeli. Singeli unajua utamweka mwanao. Ukiachana mwanao. Ukiachana mwanangu Dogo Pateni. Kubali sana na focus yake kubwa, so nakubali. Ngoma gani Dogo Pateni unaielewa sana? Ngoma yake ananiliwa mzembe sana mzembe. Piga zora mapenzi kwa mzembe. Mnyonge, mwanangu mnyonge. Hapo nabadilika fulani hivi mwana. Pateni mbaya sana. Safi sana. Mbadi sana. Nakubali kazi zake sana. Tukija sasa katika upande huu wa Bongo Flava huko. Bongo Flava hapo wengi ambao nakubali. Alikiba namkubali, Diamond namkubali, Mario namkubali, Harmonize. Yani mimi napenda kitu kizuri, napenda mtu anayefanya vizuri. Kama ujuzi ngoma ya Alikiba leo silali safi sana. Tamu sana ngoma. Finali safi sana leo silali. Isho basta tunatagizia tulime biliali. Kikesha yo bila sipewe mwingine. Watati fanari. Mbona kama watatupenda. Mbona kama unaona kabia juu sana mwanangu. Sio poa. Mauna kabia juu sana kwa nini? Sinaona pote unakuja sauti fani kama Kiba hivi. Hamna, unajua muziki uko unasikiliza una master, una vitu na master kwa hiyo na vitu na mimi napenda kusikiliza kitu kizuri. Lakini sauti yako inakuja kama King Kiba fulani hivi. Sijui, sijajua lakini sawa. Mao, lakini mimi nakufahamu pia uliweza kupita sio Tanzania tu, lakini ulivuka mpaka boda kwenda nje. Safari ya huko ilikuwaje? Lakini pia ilikuwaje mpaka wewe kutoka tena huko kurudi tena Tanzania? Safari ilikuwa first time ilikuwa safari nzuri kwa sababu ile jamaa alikuwa huko nje ya Uganda alikuwa amenicheki. Ananiambia mdogo wangu njoo kwanza tuende tunafanyaje. Kaambia sawa, kwa hiyo nikatafuta safari, akanitafutia akanilipia kila kitu. Nikaenda kule kanatafuta nini sijui za kulipia kule TFF wapi hivi. Kwa kila kitu kilienda vizuri. Na mazoezi nilikuwa nafanya vizuri na timu, yani hamna kitu ambacho kimeenda vibaya. So misunderstanding ilienda mpaka mimi nikarudi. Kipindi ambacho mimi unajua lazima uwe na mawakala ambao wanaweza kukusimamia vizuri. Kwa misunderstanding zilitokea labda kwa wakala wangu hakupata muda mzuri, labda sijajua alishindana nini. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kanifanya mpaka mimi nikawa nimerudi, lakini kila kitu kilikuwa okay. Na jamaa akawa anatamani pia nirudi tena nikafanye kazi kwa sababu nilivyo kama mazoezini nilikuwa naonyesha na yeye alivutiwa na mimi. Kwa hivyo na labda tuseme labda ni miongoni mwa timu gani ambazo ulikuwa unacheza kwa Kiso jana ya ligi kuu? Kwa ligi kuu sijajua sasa hivi kama imeshuka au vipi. Sawa, neno lako kwa mashabiki wa Maulid ambao wanakufuatilia. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanakufuatilia sana. Nimeona reply zao kwako. Kipi ambacho labda unawaambia sama unawatumia ujumbe hivi sasa? Kitu ambacho nawatumia ujumbe tu wasinichokee. Unaelewa? Vitu vizuri vinaendelea kuja kwa sababu
focus yangu haijapotea, focus yangu iko pale pale na naamini kuna mazuri mengi ambayo yanazidi kuja. Kwa hiyo wategemee mazuri zaidi ya haya ambayo wameyaona. Magomeni umepita pale. Ndio nyumbani huko tunapita mitaa yetu hiyo. Afu kuna mwamba mmoja kana anasema pale enzi hizo kamoja wazinguaji. Wazinguaji wanaitwa. Kuna siku ambayo labda ulishai kukatishwa tamaa ukasema da kama napoteza muda hivi. Da, hizo siku zipo. Zipo siku, yani siku katika maisha mchezaji kukatishwa tamaa ni jambo la kawaida sana. Kwa hiyo sasa akili yako wewe unatakiwa usikibebe kile kitu ambacho unaambiwa mtu anakukatisha tamaa. Ukata tamaa hata Mwenyezi Mungu ameandika dhambi. Sasa kama ukata tamaa dhambi, wewe unakata tamaa. Mungu mwenyewe apendi. Kwa hiyo hizo changamoto nimekutana nazo, na kama nimekutana nazo nimezishinda. Mpaka sasa hivi unaona na fight kufika hapo. Tushafanya try watu zaidi 1000 na baki watu 2. Kwa kama ningekuwa mtu kukata tamaa nahisi hata hapa kwenye nilipofikia sio padogo sana. Kuna watu ambao wengine wanatamani kufikia. Kwa hiyo ningekuwa nimeshakata tamaa nisingefika hapa nilipo. Kwa hiyo nashukuru sana. Asante. Nikutakia kila la heri. Alhamdulillah. Sasa mkondoka Zanzibar utaniacha mnyonge. Tupo familia, tuko tunawasiliana. Meneja unamwacha? Meneja. Meneja una baya, meneja ana baya. Kweli. Basi sawa mwanangu, kila la heri. Alhamdulillah.